Okay. Salamu alaikum ndugu wasikilizaji. Mimi kwa majina naitwa Salim Nganga, mzee wa mbunge la mwananchi, mkaaji wa Nairobi, ambaye ni mtetezi wa haki za kibinadamu. Nimechukua hiyo fursa kuwafahamisha Wakenya wenzangu na serikali ya Kenya kwamba ile mambo ambaye hawajui ama hawana hakika wache kuwa wakanganya, kwa maana mambo mengi ambaye yanayozungumzwa kuhusu government na mambo ile ambaye serikali inajaribu kutuelezea, ile ambaye imeandamana kwa hii mwaka yote almost 99.9% inakuwa ni kukanganya watu na baki tukiwa mdomo wazi. Nataka kusema hivi, mambo yaliyofanyika juzi ya ile ambaye inahusu Mheshimiwa Cyrus Jirongo, sisi wa Kenya tumekanusha kabisa, kwa sababu inakaa kwamba iko na taasisi. Swali la kwanza, Mheshimiwa Jirongo alikuwa kwake kitu saa 5:15, alikuwa kwa nyumba yake hapa Kelele, na akasema kwamba anatoka na anaelekea sehemu za Runda ambaye ni pia ni kwake nyumbani, na kutoka hapo anasemekana kwamba amepatikana Naivasha akiwa ameshakufa, amegongwa na gari yake imegongana na ingine kichwa kwa kichwa. Sasa sielewi mwalimu ndio muongo ama serikali ndio waongo, kwa maana wakati tulikuwa shule tuliambiwa kwamba two parallel lines iwezi kutana, lakini siku hiyo ya juzi ilikutana. Climax ilikuwa naelekea Nakuru. Mheshimiwa Jirongo na gari yake walikuwa naelekea Nakuru, lakini waligongana vichwa kwa vichwa. Swali ni moja, waligonganaje? Na watatuelezea vile ambao waligongana. Swali la pili, tunajiuliza katika watu 65 ambaye walikuwa katika hiyo basi ya Climax, hakuna hata moja hivi ambaye alikuwa na simu ya kamera ambaye angechukua video. Swali la tatu, katika hiyo petrol station hakuna mtu mwenye kamera ambaye anaweza kuonyesha kwamba nilikuwa na kamera na nikachukua vile mambo imeendelea. Neno la lingine kuhusu hiyo mambo, kila mtu anajiuliza, mwananchi wa kawaida ama grassroots wanajiuliza swali lingine, kwa nini kamera CCTV kamera ya hiyo petrol station ambayo iko Karai iliharibike kama imeondolewa? Neno la tatu, bona kifo cha Jirongo na cha Hamisi kimefanana, kwa maana Hamisi alikufa saa 9, alikuwa peke yake, alikuwa ametoka akiwa mlevi, akagonga ngari na akakufa peke yake. Jirongo saa 9 alikuwa peke yake na akagongwa na basi. Hiyo basi, huyu driver country basi yote, wale ambaye wanajua ngari za Climax, hakuna mtu anayemjua. Kwani huyu driver wanakuanga Climax ya wapi? Ama hiyo si Climax ile na kwa country bus? Kama ni zile zinakuwa country bus, mbona Kinyanjui haujulikani? Hakuna mtu ana maneno na wewe. Kithinji haujulikani? Ndio kuna Kithinji. Ni wewe ambao unaendesha ngari na unaendesha ngari namba ngapi? Kwa hivyo ile kitu ambayo tunaelewa ni kwamba hapo kuna Kiswahili ya pesa 8 ambayo tuelewi. Kwa hivyo ile ambayo tungeomba kuelezea ni kwamba tumejua hii mambo ambayo yanayofanyika ni mambo ambayo hatuwezi kuitia maanani. Naweza kukashifu the government of this country, no matter itakuwa namna gani, liwalo liwe, niwaambie wazi kinanga ubanga kwamba kifo cha Mheshimiwa Raila, kifo cha Mheshimiwa Ogola na ya George bodyguard ya Raila imefanana na mambo exactly kama kifo cha Hamisi na cha Jirongo. Kwa hivyo sisi tukakuwa na wasiwasi, ni nini inaendelea? Je, hao wanakufa kifo cha Mungu ama accident, ama wanakufa kifo cha kuuawa?
Mbona Jirongo amekufa wakati ile ambaye amesema kama anataka kuloji kitabu yake? Hiyo ni lazima tuwe na matasisi, si ni watu wazima. Nataka kuambia hivi, hii mambo ambayo mnayefanya imepitwa na wakati, na ile jambo ambayo ilifanyika enzi za 1991 wakati ya Robert Yahuko na Bishop Kaiser, hiyo Kiswahili kama hiyo haiwezi kufanyika wakati kama huu. Hii ni generation tofauti na ile ambayo tulikuwa. Hiyo ilikuwa generation ya Bevuma na X, na sasa kuna Gen Z na millennial, wale ambao wanakufuatilia mpaka kwa nyumba yako. Kwa hivyo story ya Abracadabra, tafadhali muachane naye, muache kudanganya. Bwana Jirongo, according to me as a person, ninaona ni kama mmepita naye, ambaye mimi sikuambii ni nani ambaye mmepita naye, lakini mmepita naye. Story ya ngari hiyo, mmeenda kugonga ngari ndio mufanye kafara. Reality ni kwamba Mheshimiwa Jirongo mmepita naye, simple and clear. Ningependa kuambia hivi, tangu jadi Kenya hatujai kuwa na investigation ambayo inaweza fanyika na ifanye ukweli. Hadi wa leo Kunkarumba tujua kwamba maiti yake iko wapi. Watoto wake huwezi waambia kama baba yao alikufa kwa sababu hawani kaburi, na huwezi kuambia ako hai kwa sababu hawajui ako wapi. Na story iliisha hivyo tangu wakati wa Kenyatta, na wakafuatana kina Tomboya mpaka hii barabara Moi Avenue ikabadilishwa kuanza kuitwa Moi Avenue na ikaitwa Government Road, alafu kusema naye Moi Avenue, na Tomboya kapeleka hapo chini ili waviche mahali Mboya aliuawa, alafu kusema naye wakaweka monument yake kwa barabara ile aliuawa. Ukifuatilia story ya James Kariuki, mimi nakumbuka Moi mwenyewe, late president Moi akisema kwamba nani Kariuki ameenda Zambia kazi, na anajua kabisa ametupwa Ngong. Sasa saa hii wanatuambia story ya Jirongo ni story ambayo ni abracadabra. Kwa hivyo on my side nataka kuambia the government of this country na wale wahusika na wale wafanya investigation na wale ambao wanafanyia propaganda kwamba tumeshapita na hiyo imeshapita na wakati. Mimi nawaambia kama mimi ni Gen X, na nikiwa Gen X ama friend of Jay-Z, na mimi naelewa kulingana vile hiyo group vile ambayo anafanya kazi na hao young generation vile wanafanya kazi. Bro, huwezi vita vitu. Hiyo story ya Abracadabra wachana naye, kwa sababu nakuambia ukweli, unajaribu kujificha kwa nini? Kwa mwangaza. Hakuna chochote ambaye atakayefanya. Hao watu wanakuangalia mbaya kwa ndani. Hebu ujiulize, kama wewe ni mtu mzima na mwenye akili timamu, kama huna ndudu 800 kwa kichwa, unaweza kutuambia kwamba gari imetoka hapa hivi country bus, hiyo climax ambayo tunaendanga naye na tumeenda naye mara mingi, ikachukua more than 5 hours kwenda mpaka hapa Naivasha. Kwa Naivasha ilikuwa imesonga, ama Naivasha ni ngapi Kenya? Kwa hivyo mambo kama hizo, tafadhali naomba tafadhali tujiepushane nazo na tuweze kuongea ukweli, na ukweli ni Mungu na Mungu ni ukweli. Au pinga ukweli na mpinga Mungu awabariki.